Walimu na washikadau tofauti wa elimu katika eneo la Korbesa ikiwa ni kaunti dogo ya Cherab gatuzi la Isiolo wameshabikia mpango wa Alive unaotekelezwa na Basic Needs Basic Rights Kenya, wakisema mpango huo umesaidia katika kuongezeka kwa heshima, upendo, umoja, wajibikaji, nidhamu na uwezo kutatua changamoto moja na kuimarika kwa uhusiano kati wanafunzi, wazazi na walimu pamoja na kuongeza idadi ya wanafunzi shuleni. Jina naitwa Sata Abdikadir Sata, Sub-County Director of Education Cherab. Katika sekta ya elimu katika Sub-County ya Cherab tumekuwa na changamoto upande wa wasichana. Tumekuwa na wasichana ambao kifika kiwango fulani wanatoka kwa shule kwa sababu ya labda drop out of schools. Wengine wao pia inafika kiwango ya kwamba pia wanatolewa kwa shule, wanatozwa, kwa hivyo wanaolewa. Ni changamoto ambayo tumekuwa nao. Pia tuna changamoto katika sekta ya elimu kule kutokuwa na support kutoka kwa wazazi, na imekuwa ikitufanya ya kwamba ni vigumu sana kuendeleza masomo bila inavyotakikana, kwa sababu pia wanafunzi wengi ama watoto wengi katika vijiji pia hawaendi shuleni. Ni baadhi ya changamoto ambazo tuko naye katika sekta ya elimu. Tumekaa na tukaishughulikia. Ya kwanza kuhusu wasichana ambao hawamalizi masomo kwa sababu ya kutolewa shuleni kwa kuozwa, ama wengine wao pia hata wanatungwa mimba, kwa hivyo wanatoka shuleni. Tumekaa na kamati ya mashule na tumeshughulikia kwa muda mrefu sana. Mambo ya wanafunzi kutopelekwa shule pia tumekaa na machifu wa kata hizi zote. Tumekaa nao, tumefanya mkutano, tukaongea kwa muda mrefu na kamati pia za shule kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wanapelekwa shuleni kwa wingi sana. Lakini mwaka huu na mwaka uliopita tumepata usaidizi wa wafadhili ambao wamejiunga na sekta ya elimu katika Cherab Sub-County, wanaitwa Basic Need Basic Right, ambao wamechangia kwa kiwango kikubwa sana kwa changamoto ambazo nimetaja hapo mbeleni. Kwanza kabisa kwa wasichana kutoka shuleni, wametengeneza mikakati katika kila shule, wamewapatia walimu elimu ama funzo ya kushughulikia mambo ya wasichana, na wakawaambia ya kwamba katika kila shule tuwe na guidance and counseling offices. Kwa hivyo katika shule 13 katika Cherab Sub-County zote tuko na guidance and counseling offices ambaye zinashughulikia jinsia zote mbili. Inashughulikia wasichana na pia inashughulikia vijana. Kwa hivyo mambo ya changamoto ya vijana na wasichana imeshughulikiwa. Tupelekwa shuleni kupitia ufadhili wao. Nataka kusema ya kwamba shule hizi zote kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Kumekuwa na uongezeko wa wanafunzi shuleni, kumekuwa na matokeo mazuri katika mitihani ambayo wanafanya. Kumekuwa pia na uchangamfu zaidi wakati wa michezo wa uwanjani kwa curriculum activities. Tumepata support kubwa sana kutoka Basic Need Basic Right. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba nashukuru kama msimamizi wa elimu katika Sub-County ya Cherab kwa usaidizi huo mkubwa wa Basic Need Basic Right. Naitwa Masi Rogoro, mimi ni mwalimu Matarba Junior School. Yes. Mimi ni facilitator wa hii program ya YFK na imekuwepo kuanzia mwaka uliopita mpaka sasa. Lakini huwa wanaangazia sana hawa watoto wa grade ya 7 kwa sababu ndio wako katika hiyo miaka ya kubalehe, na katika miaka hiyo kuna mambo mengi sana ambayo na tena changamoto, kuna mabadiliko na pia changamoto ambazo wanapitia. Kwanza ukiangalia katika miili yao, jinsi ambavyo wanafikiria, jinsi ambavyo wanatangamana na wenzao, lazima huyu mtoto ajue jinsi ambavyo hatakabiliana na mabadiliko hayo. Na asipopata wasaidizi kutoka kwa wazazi, walimu, yani lazima jamii yote ishirikiane ili kuhakikisha huyu mtoto ambaye anabalehe na baadaye ambaye atakuwa mwananchi ama mwananchi ambaye atakuwa kiongozi. Hivyo hata tusifike hiyo miaka ya kubalehe, kutoka akiwa mtoto mdogo lazima mzazi, mwalimu tena na kijiji chote kishirikiane ili kihakikishe maadili ya huyu mtoto, malengo yake
Katika piramidi ya mahitaji ya binadamu, ya mwisho inaitwa kujitambua. Na mtoto akifikia pale huwa hajali wengine kile ambacho wanakisema. Anajali tu malengo yake, anajijali, yani nitafanya nini ili niyafikie. Hivyo mradi huu unajali sana huyo mtoto ambaye kesho atakuwa kiongozi, kesho tutamhitaji, kesho atakuwa mzazi. Je, ataelekeza watoto wake vipi? Hivyo tushirikiane wote, na tungependa sisi wote kushukuru Basic Needs, Basic Rights kwa kuwezesha hawa watoto waweze kujitambua, waweze kujidhamini na waweze kuweka malengo yao ili wafike kwenye wanataka. Mimi kwa majina naitwa Mr. Boru Iya, Curriculum Support Officer Cherab Zone. We started this program. The change we observe is behavioral and attitudinal change in our learners and also among our teachers. For our teachers, they have changed the attitude towards these learners. Some of them they have very good positive attitude, and as we attend these sessions, we can see some of the good behaviors that our learners are demonstrating. So the program actually promotes good behaviors in our learners, good behaviors in our teachers, and this will end up actually improving the achievement, performance, academic achievement in our schools.